الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. الإلحاح في الدعاء, tuko katika mlango ambao unaeleza kukariri kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara dua. Na shekhe anasema min anfa, ay min a'zami al-adwiya, katika dawa zenye manufaa makubwa zaidi. Al-ilhahu fi dua ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Tumeeleza katika mlango uliotangulia kwamba dua ni katika dawa bora, lakini hapa amezidisha katika mlango huu kwa kutuambia kwamba al-ilhahu fi dua min anfa'i al-adwiya, dua ni ina manufaa zaidi, lakini kukariri kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara, basi jambo hili linapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda akili zetu sisi binadamu tukahisi kwamba ni kama vile tunamkirihisha Allah subhanahu wa ta'ala, tunalazimisha kuomba mara kwa mara yale tulionayo katika nafsi zetu, lakini Uislamu hauko hivyo, na Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa hii, bali kuna mshairi mmoja anasema la tas'alanna bunayyu adama hajatan wasal alladhi abwabuhu la tuhjabu, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Usimwombe binadamu haja yako, wasal alladhi abwabuhu la tuhjabu, lakini muombe katika maombi yako yule ambaye milango yake siku zote iko wazi, akikusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yaghdabu, na Allah subhanahu wa ta'ala anakasirika, anachukia in tarakta su'alahu, iwapo wewe utaacha kumuomba. Wa bunayyu adam hina yus'alu yaghdab, lakini sifa mwanadamu pindi anapoombwa leo ukamuomba tena kesho, basi anakasirika haraka. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda al-ilhah, kule kukariri kumuomba yeye mara kwa mara. قد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. Mtume صلى الله عليه وسلم asema katika hadithi hii, yule ambaye asiyemwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah humkasirikia mja huyo. Na الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن العباد البدري asema hadha alfaslu fihi qadarun zaidun ala alladhi qabla, mlango huu umezidishwa kitu kidogo ukiacha ule mlango uliotangulia, kwa sababu kule tumeelezwa kwamba dua ina manufaa zaidi, lakini hapa tumeambiwa dua ina manufaa zaidi, lakini ina manufaa zaidi pale inapokaririwa. Wa huwa at-takraru wa dawamu su'al, ni kule kujikariri na kule kudumu katika kuomba jambo fulani kwa Allah. Yad'u wa yad'u, na kutamja anaomba kisha kesho anaomba tena, marra tilwa al-ukhra, anaomba mara hii kisha mara nyingine anaomba kitu kile kile, mulihan ala Allah, akiwa ana mkariria Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, la yanqadhi min al-ilhah, mja unakuta hakatiki kule kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala والطلب متضرعا الى الله, unakuta anaomba leo milake akiwa na unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kikariri. Yaqulu subhanahu wa ta'ala: ud'u rabbakum tadarrua, muombeni mola wenu mkiwa na unyenyekevu. Wa fassara baadhi al-ulama, baadhi ya wanazuoni wameeleza maana ya tadarru fi hadhihi al-aya al-ilhah, ni kule kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara jambo kwa unyenyekevu. Wa fi sahih al-Hakim, na katika sahih al-Hakim min hadith Anas an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: la ta'jazu fi ad-du'a, msichoke wala kukata tamaa katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu la yahliku ma'a ad-du'a ahad, fahamu kwamba haangamii yoyote maadamu anaomba dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza na kuweka ufafanuzi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapenda wale wanaomuomba. الحديث فيه دليل على حب الله للدعاء. Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi hii kuna uthibitisho kwamba yeye anapenda dua.
wa hubbihi lidda'i, lakini hadithi inathibitisha kwamba kumbe anawapenda wale wenye kumuomba. Wa annahu subhanahu wa ta'ala min 'azimi hubbihi liddu'a, hadithi inathibitisha kwamba vile ilivyo mtume kupenda zaidi dua, ilivyo Allah subhanahu wa ta'ala kuzipenda zaidi dua, annahu yaghdhabu mimman yatruku ad-du'a, mpaka inafikia hatua mtume amesema kwamba hapo Allah anachukia yule asiyemuomba, kwamba kumbe Allah subhanahu wa ta'ala asipoombwa huwa pia anachukia. Waqad qala an-nadhim, kama nilivyotangulia kusema, mshairi anasema wallahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam hina yas'alu yaghdhabu. Allah subhanahu wa ta'ala siku zote anachukia pindi mwanadamu anapoacha kumuomba Allah, lakini mwanadamu sifa yake hiyo, unapomuomba leo na kesho huwa anachukia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hachukii kuombwa mara kwa mara, bali anapenda. Hii ndio sifa yake Allah subhanahu wa ta'ala, karimun wadud Allah subhanahu wa ta'ala. وأيضا يقول الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى: وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسيما متومي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء، حقيقة الله سبحانه وتعالى أنا وفينا wale wenye kukariri kumuomba yeye. Hadha alhadith ghairu thabit, hadithi hii haikuthibiti katika tunapoelezea silsila ya daraja zile za kusihi kwa hadithi, lianna fihi man huwa matrukun alhadith, kuna mtu ameanguka katika hadithi hii katika wale wapokezi. Lakini jaa anil Auza'i annahu qala, imekuja katika kwa Auza'i kwamba amesema kana yuqalu, ilikuwa panazungumzwa kuhusiana na ubora wa dua, afdalu dua, kwamba dua bora zaidi katika yale maelezo ambayo wameeleza wanazuoni, al-ilhahu ala Allah wa at-tadarru, ni kule kukariri kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kunyenyekea. Na المؤلف رحمه الله تعالى endelea kusema في كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه. Katika mifano ambayo imeelezwa katika kitabu cha Zuhud al-Imam Ahmad kutoka kwa Qatada, amesema qala muwarriq, sikuwahi kupata mu'min, maana ma wajadtu lilmu'min mathala, sikuwahi kupata mfano mzuri wa mu'min illa rajula, katika haya mambo ya dua na kumkariri Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa mtu mmoja ambaye fil bahri, yuko katika bahari, ala khashaba, bahari inaonekana walikuwa na safari, kisha ikatokezea gharaq, wakazama. Huyu bwana yeye akawa amepata ubao wa kushika katika bahari. Alipopata huu ubao ikawa ameushikilia, na katika kuushikilia kwake anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha al-athar yubayinu hajat al-abdi wa faqra. Hapa kwanza tunapata kuona kwamba kuna ubainifu kwamba binadamu ni dhaifu, binadamu ana udhaifu na ufakiri, wa tirara huwa ila ad-du'a wal ilhah ala Allah, lakini kuna wakati anawajibika hasa kukariri kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama muumini huyu ambaye tunamuona katika mfano wa hadithi hii hapa. Sasa lazima amuombe Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Fafihi anna mathal almu'min mathal rajul fi albahr. Hapa sasa tunapata kuona mfano wa mu'min ni kama mfano wa huyu mtu ambaye yuko baharini hapa, ambaye ameshika ubao, yakhsha suqutahu wa gharaqa, anaogopa sijakaja akaanguka, lakini akazama fi hadha albahri, katika hii bahari ambayo ina kina kirefu. Wa huwa yaqulu ya rab, ilhali anamwambia Allah, ewe Mola wangu, ya rab, yukarrir wa yulih ala Allah, ana kariri kumwambia Allah, ya rab, naomba uniokoe. Wakadhalika halul mu'min fi amwaj alfitan. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa mja anakariri kwa sababu yani ile amas alhaja fi hadha alhal, ana haja zaidi ya kuokolewa katika hali hii. Kwa hivyo ndio anavyotakiwa muumini amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakuna mfano mzuri ambao umepatikana wa muumini isipokuwa muumini ambaye anafananishwa na huyu mtu ambaye yuko katika bahari, anaogopea kuzama, ameshikilia ubao. Katika wakati huu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, maombi yote anamaliza, aweza kumuita Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hakuna kwamba atamuelekea Mola mwingine katika hali hii. Na
Tunaona vile vile hali ya mu'min fi amwaji alfitan, hali ya mu'min pindi anapokumbwa na mawimbi ya fitna katika zama zetu, hasa allati tamuju fi nasi wa tusrifuhum an alhaqi, mawimbi ya fitna ambayo sasa hizi yanawavuta watu wengi na anawatoa katika mfumo wa haki wa tuqi'uhum fil halaka, lakini mawimbi ambayo pia yanawaingiza watu katika maangamivu hivi sasa, watadfa'uhum ila albatil. Lakini kuna mawimbi ambayo hivi sasa yanawasukuma na kuwavuta watu katika mambo yasiyofaa, mambo ya batil. Amwaju shubhat wa mudhillati alfitan, kuna mawimbi ya shubha lakini na fitna ambazo zinapoteza watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa mwongozo katika hadithi kwa kutueleza ta'awadhu billahi min alfitan, akituambia kwamba jikingeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muombeni Allah wakinge kutokana na fitna. Kwa tunakuta kwamba min anfa'il adwiya ad-du'a wal ilhah ala Allah, dua zenye manufaa makubwa zaidi ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutoe katika hii mitihani, katika fitna, katika matamanio. Kwa hiyo tunaona kwamba mtume ametupa mwongozo, ta'awadhu billahi, utlubu min Allah subhanahu wa ta'ala at-ta'awudh min al-fitan, kwamba tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tukinge kutokana na fitna. Fahadhihi al-amwaj al-atiya al-muhlika al-muhlika an-najat minha bit-ta'awudh, kwamba tunakuta haya majanga yote ambayo yanatufika, fitna mbalimbali, kuokoka kutokana na haya basi ni kujilinda kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa dua, na kumwomba Allah dua, walujui ila Allah, na kurejea tu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yaqula almar'u da'iman, mu'min siku zote yaseme katika maisha yake ya Rabb ya Rabb, fayabqa da'iman mulihan ala Allah, baki siku zote katika maisha yake ana kariri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yukhayyibu man daa, Allah subhanahu wa ta'ala hamwangushi na kumtupa mkono siku zote yule anayemuomba na kumtarajia yeye. Wala yaruddu man nadahu, na Allah hawezi kumrejesha yule anayemuita. Allah asema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun, pindi wanapokuuliza we Muhammad, waja wangu kuhusiana na mimi, waambie mimi niko karibu, naitikia maombi ya yule ambaye ataniomba mimi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameufungua mlango wa maombi. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam hina yus'alu yaghdabu. Angalia, Allah subhanahu wa ta'ala anakasirika wewe unapoacha kumuomba, lakini mwanadamu, niambie, unapomuomba ndio unafungua mlango wa kutengeneza mazingira ya kuwa mbali naye, ya kukukimbia. Kwa hiyo haya ni mafundisho ya Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi, anna min anfa'i al-adwiya wa min a'zami al-adwiya al-ilhahu fi ad-du'a, katika dawa bora zenye manufaa makubwa ni kukariri kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية.